Okay, unatakiwa ufahamu, unapoishi unatakiwa ufahamu thamani ya uhai, na unatakiwa ujue kwamba duniani tumekuja tunaishi, lakini sisi hapa sio sehemu ya kuishi. Hapa tumekuja tu kuja kuishi nini, lakini hatujazaliwa kwamba eti tutaishi milele, sio? Kwa hiyo unapoishi unatakiwa ufahamu pia kwamba kuna kufariki. Kwa hiyo unatakiwa ujiandalie pia kesho yako njema. Mimi sio mtu ambaye ni mtu wa dini kwamba ni Mkristo, ni Muislamu au ni nini, no. Siko kwenye hizo dini zote. Ingawa babangu ni mchungaji, lakini nimejitoa kwenye hizo dini. Nina dini yangu binafsi ambayo mimi pamoja na ndugu zangu ambao tunaamini kwenye kile ambacho sisi tunakiamini. Tuko registered, ambao sisi tunajuana wenyewe kwa wenyewe. Tuko 10,000 mpaka sasa ambao tunajuana, lakini kwa watu ambao wengine hawajapata access ya kutupata kwa sababu bado hatujatangaza tunafanya wapi na nini, kwa sababu kuna baadhi ya vitu tunakamilisha ili tukiondoka ni tunaondoka. Okay. Umenielewa? Kwa hiyo unapoishi duniani unatakiwa ujue kwamba pia kuna kuondoka. Yaani hakuna mtu ambaye ataendelea kuishi hapa duniani milele. Umenielewa? Na kwa nini mimi jana nimeandika vile kwamba hakuna kitu ambacho sijafanya. Cha kwanza, watu wengi tumekuwa tunatamani kwenda mbinguni. Kila mtu anakuambia chifu, omba mwisho mwema, okoka, nani uslim, uwe Muislamu. Kila mtu anakuhubiria kuhusiana na kwenda mbinguni, lakini hakuna mtu ambaye yuko tayari kufa, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni zaidi ya kifo. Sio? Sasa unaniambiaje habari ya mimi niwaze kwenda mbinguni? It means niwaze kifo. Sio? Yaani unaponiambia habari za kukaa na waza kuhusiana na mbinguni, it means na hofu ya kifo. Sasa mimi siogopi kifo kwa sababu najua kwamba nimezaliwa ili nife. Nitakufa siku moja. Na nimezaliwa mimi mtoto wa kiume. Yaani ukishakuwa mtoto wa kiume, kukutana na challenge, matatizo yoyote, mimi huwa nacheka sana au nafurahi ninapoona mtoto wa kiume akipata matatizo, watoto wa kiume wengine wanafurahia. Yaani mtoto wa kiume kufurahia anguko la mtoto wa kiume mwenzie, huo ni naweza nikamuita huyo mwanaume ni mwanamke. Hakuna mwanaume halisi ambaye anapenda kuona anguko la mwanaume mwenzie, kwa sababu mwanaume mwenzio anapoanguka it means unayefuata ni wewe. Sio? Kwa hiyo unapoona mwenzio anaanguka unatakiwa ujifunze kaanguka kwa ajili ya nini? Alikosea wapi? Mimi nisimame. Lakini nikienda kuitafsiri sasa ile maana halisi. Nataka nitafsiri maana halisi ile nilivyosema kwamba nimemaliza kila kitu, naweza sasa niko tayari kwa chochote. Nilikuwa namaanisha kwamba yale maisha ambayo nilikuwa nayatamani nikiwa mdogo nimeshayapata. Kwa sababu mimi nimetoka kwenye maisha ambayo ukienda saluni kunyoa nywele, yani umeenda saluni kunyoa nywele, kabla kinyozi haja kunyoa anakusukua hivi kichwani. Yani anatikisa hivi kichwa. Sasa sisi ndo wale watoto ambao unga unatoka kichwani na uelewi huku kichwani ulikuwa unatokaje unga. Sio, umenielewa? Sisi ndo watoto ambao tumeishi maisha ambayo unaenda kwa jirani au kwa ndugu au kwa ndugu yoyote yule, ndugu wa wazazi wako. Kwa sababu mzazi wako ni maskini, unaambiwa ukaoge kwanza kuingia ndani kwao ili uangalie TV. Tumeishi kwenye maisha ambayo hata TV za chogo wazazi wetu walikuwa hawana uwezo wa kuzinunua. Lakini tumeishi kwenye maisha sio kusimuliaje. Tumeishi kwenye maisha ambayo hata tukiomba kwenda likizo kwa ndugu tunanyanyaswa kiasi kwamba mpaka tunatamani wazazi wetu wasingekuwa na zile hali ambazo walikuwa nazo. Ushaifika kwa ndugu kipindi, naongelea kipindi mdogo. Ushaifika kwa ndugu kipindi mdogo, unafika pale ndugu zako unaishi nao vizuri tu, mnacheka nini, baadaye kikaonekana kitu hakipo, hata kikombe tu hakijaonekana. Mbona hizi tabia siku zote hazikuepo? Hazikuepo ndani. Ni nani huyu? Sasa hayo ndo maisha ambayo nimetokea maisha ambayo ugali unakata na nyanya. Yaani ugali na nyanya unakata, unaweka chumvi, unakula. Yaani ugali na kachumbari. Kuna muda mwingine unakula ugali na chumvi. Sisi ndo watoto ambao tunatumwa na mama kwenda kuomba unga, chumvi, sukari kwa jirani na tunanyimwa. Sio, umenielewa? Sisi ndo watoto ambao tumezaliwa kwenye familia ambayo usipojipambania hata ukiwa mdogo uli. Sasa hivi kwa stage niliyofika ya kuwa na uwezo hata kusaidia yatima, kusaidia wajane, kusaidia wengine nao wa empower wabadilishe maisha yao. Kuna watu wengi ambao wamefanikiwa kupitia mimi. Lakini pia kuna watu wengine wengi wako mitandaoni. Kuna watu naweza nikawaita ni wapumbavu kwa sababu kuna watu wanatapeli watu kupitia jina langu. Ukiingia Facebook, Instagram, TikTok,
unakuta akaunti za Chief Godlove ni nyingi, alafu wanawadanganya watu kwamba wao ni Freemason. Na kila siku nimekuwa watu na wakataza, hata kwenye interview naambia jamani mimi sio Freemason wala sihusiana nayo mambo, umenielewa? Lakini unakuta lijito limetapeliwa, linakuja chief, mimi nimetapeliwa, nituma namba kwa jina linaitwa John, unaambia wewe fala, mimi naitwa John. Hapana, sasa nilikuwa nakutafuta, sasa unajua shida, una shida sasa unatapeliwaje? Yani una shida unatapeliwaje? Umenielewa? Na ukiona mtu katapeliwa, jua kabisa alikuwa na tamaa. Hakuna mtu ambaye hana tamaa katapeliwa. Kwa sababu mpaka ukaenda watu wakakwambia jiunge Freemason utakuwa tajiri, unaenda na upumbavu wako, unabeba na mbichi wako, unaenda unampa. Yani mtu ambaye ilikuwa inatakiwa yeye ndo akupe hela, unaenda kumpa hela. Unaenda kwa mganga wa kienyeji kanyumba kake kenyewe akaeleweki, akana mbele wala nyuma, alafu anakuambia atakufanya wewe uwe tajiri, na unabeba hela zako na mali unampelekea. Unaenda kwa mchungaji au shehe au nani, anakuambia utakuwa tajiri, unabeba vitu vyako unampelekea. Sasa wewe utajiri unaupata vipi? Sio, umenielewa tajiri? Kwa hiyo utajiri uko kwenye nafsi za watu, lakini watu hawafanikiwi kwa sababu wana tamaa. Umenielewa? Mimi na imani yetu ambayo mimi na tunaiamini na watu wangu, hatuamini katika mtu mwingine. Tunajiamini kwanza wewe binafsi. Yani mimi nawasaidia watu kujifungua wao, wakajitibia wenyewe, lakini pia wakawa na uwezo wa kutafuta utajiri ulio ndani yao wao wenyewe. Kwa sababu hata mimi nikitaka wewe uwe tajiri, nikikupa wewe leo milioni 100, hautakuwa milionea, utakuwa ni Isco mwenye milioni 100. Lakini ndani ya wiki kama wewe kiwango chako ilikuwa ni 500,000, ile milioni 100 itapotea. Ndio wale wanasema mimi napata pesa sana lakini zinapotea. Upati pesa. Pesa zinapita kwenye mkono wako kwa sababu uwezo wewe kuimiliki ile milioni 100 bado hujafikia. Ni lazima kuna challenge upitie hapa katikati, zikukuze kichwa, ndipo uweze kuzimiliki milioni 100. Wewe ushazipita hizo challenge ile kwa zinapita. Yani ile zile challenge za unapata hela zinapotea. Nishapita sana huko. Nishapita sana, lakini sasa hivi sio level zangu. Alafu sio mimi tu. Hata watu ambao mimi nawasimamia. Hakuna mtu ambaye mimi namsimamia akaja kwako akakwambia eti mimi bado tatizo la nikipata hela zinapotea bado linaendelea. Huyo anakuwa ni mpumbavu. Na hayupo kwenye familia yetu. Hayupo kwa sababu wote walikuja wakiwa na matatizo. Lakini walipofika ni ngumu sana msaada uko nao ndani ya nyumba yako alafu unaenda kuomba kwa jirani. Ndivyo watu wengi wanafanya. Mtu ana uwezo ndani yake lakini hajiamini, anaenda kumuomba msaada mganga wa kienyeji. Anaenda kumuomba msaada prophet au shehe. Umeelewa? Sio mbaya kwenda kuwafuata, lakini unatakiwa ujitambue kwanza wewe, nguvu yako iliyo ndani yako. Je, wewe binafsi unajionaje? Ukijiona mnyonge, watu wa nje hawawezi wakakufanya wewe uwe jasiri. Lazima ujasiri uanzie ndani yako. Hata kama unaumwa, ile dawa unayopewa sio dawa inayoenda kukutibia. Kinachoenda kukutibia ni ile imani uliyoweka ndani ya dawa na kuamini kwamba ukinywa utakuwa sawa. Umeelewa sijui? Kwa hiyo ile dawa ni kitu ambacho kinaenda kukuaminisha. Ni sawa na leo hii unaweza kukuta mganga, sio mganga wala nini, ni tapeli tu. Anaenda anachukua dawa sehemu, mtu anaumwa anaambia kunywa hii utaenda utapona. Kwa sababu yule mganga kamdanganya na nini, mtu anaenda kweli anapona. Yule akitoka anaenda kuambia watu kule yule mganga kweli. Sio, umenielewa? Ni kwa sababu ya ile imani. Umenielewa tajiri? Kwa hiyo watu wengi wanapoteza, nakupa sasa fact ya watu wengi wanapoteza hela wapi. Watu wengi wanapoteza hela kwenye hofu. Yani watu wamejawa na hofu. Sasa kwa mfano kama mimi, jana nimesema hata nikifa leo sio mbaya. Kwa nini? Kwa sababu sina cha kupoteza. Yani mimi mtu yoyote ambaye atataka kunipoteza, it means na yeye yuko tayari kupotea. Kwa sababu tunapotea wote. Yani uwezo ukaenda kunipeleka mimi njia ambayo wewe upiti. Yani tunapita wote pamoja kwamba okay twenzetu. Wewe unataka uniangushe mimi? Twenzetu huko. Umeelewa sijui? Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kunishusha kwa maksudi. Yani kwamba eti mimi nimeamua kwa sababu mimi ndo fulani chifu namshusha. Unanishusha vipi ndugu yangu? Hapo chief, sorry. Nitaka nijazie kitu hapo. Chief, kuna maisha ambayo umetokea, umefanikiwa, umetoboa, umepata nafasi tuseme maisha umeyapata, lakini pia wapo watu wanahangaika na maisha na wewe unawaelekeza watu kuhusu namna ya kufanikiwa kwenye maisha. Watu kuna kauli ambayo watu wanaibeba na huwa wanaizungumza kwamba hakuna mtu anayefanikiwa kwenye maisha bila kuwa na mwanamke nyuma yake. Yani kila mafanikio ya mwanaume yanachagizwa na mwanamke nyuma yake. Chief Godlove,
kwenye mafanikio ya Chief Godlove pia kuna mwanamke ambaye yupo nyuma yake, na kama yupo ni nani na anafanya nini? Okay, kwenye kila mafanikio ya mwanaume yana mwanamke mwenye akili nyuma yake. Yaani ukiona mwanaume yoyote amefanikiwa, jua kulikuwa kuna sacrifice ya mwanamke ambaye aliamua kuacha mambo yake na kumsupport yule mwanaume. Wanaume wengi huwa wanageuka pale ambapo wanakuwa tayari wameshajipata, wanawasahau wale wanawake ambao walikuwa wana grind nao. Umeelewa? Nakupa mfano. Mimi kuna challenge nimezipitia hapo katikati, ingawa kwenye kamera naweza nisionyeshe, lakini ile challenge unakuta watu wanakuattack kwenye vitu ambavyo sio vyako. Mfano kuna kipindi ilitokea sekeseke, chief ana hela ambao nini, kila kona unakuta huku unavutwa. Sasa ukishakuwa kwenye ile situation, kama utakuwa hauko mwanamke strong, unapotea. Umeelewa? Kwa hiyo mwanamke ana mchango mkubwa sana. Hakuna mwanaume ambaye atafanikiwa kama atakuwa na mwanamke mpumbavu nyuma yake. Umeelewa? Mwanamke mwenye akili huwa anamjenga mwanaume kuwa jasiri na mwenye kujiamini. Pale ambapo mwanaume anakuwa amekosa imani, amekosa hope, anatakiwa awe na mwanamke ambaye anampush kwamba sikia, mume wangu unaweza, simama, mbona wewe unaweza, yani yule wa kumpamp. Lakini ukipata mwanamke ambaye anakuambia wewe vipi, wewe nani, na wewe wakina chifu wameshindwa ukaweze wewe kenge, tunalala na wewe hapa njaa, sasa hauwezi ukafanikiwa, kwa sababu tayari anakuwa anakuharibu kichwani. Umeelewa? Tokea kwenye story yako ya mbao hiyo. Yeah. Kama kuna mwanamke pia ambaye ndiye aliyechangia kukurudisha kwenye ramani na kukuweka sawa. Sio kunirudisha kwenye ramani, ni mwanamke ambaye alikuwa, mimi sije kutoka kwenye ramani. Yaani mimi hata ufanye nini kunitoa kwenye ramani haiwezekani, lakini ni alikuwa na mchango wa kunipush kwamba kaa kimya, utakiwa kuwaonyesha watu kwamba wewe unazo, waache kama walivyo, baadaye watakuja watajua, wape muda. Umeona? Kondo kuna nikaja na ile kauli kwamba wewe wape muda watu, wasipokupenda wape muda, wakikuchukia wape muda, wakikuona ufai wape muda. Kwa hiyo muda ndio kitu kizuri. Umeelewa? Kwa hiyo mtu yote akifanyia kitu chochote unampa muda, ila mwanamke mwenye akili amfanya mwanaume kuwa jasiri na mwenye mafanikio, lakini mwanamke mpumbavu umuua mwanaume. Umeelewa sijui? Kwa hiyo tuwe makini sana na wanawake ambao tunaingia nao kwenye mahusiano, kwa sababu mwanamke wako ndiye mtu anayekuda, yani ile ndo picha yako. Mfano mimi leo hii siwezi kutembea na mwanamke ambaye haeleweki. Hata kama atakuwa haeleweki, it means mimi nitatakiwa kuingia kwenye fault ya kumfanya aeleweke. Umeelewa? Kwa sababu mwanamke wangu ananidefine nje. Yaani mimi nisipokuwepo, mwanamke wangu anatakiwa bebe image kama ya mimi nilivyo. Yaani mwanamke wangu anatakiwa aendane na mimi. Akitoka nje ana gari yake, ana maisha yake, ana ofisi zake, ana duka na nini. Manisoma hata kama hana duka, lakini mimi si ndo, kwa sababu mwanamke yote shughuli yake ni mwanaume wake. Yaani achana na biashara sio nini, mimi mwanamke wangu biashara yake ya kwanza ni kuhakikisha ananipa mimi raha kwanza na amani. Sio, ananipa furaha na amani. Kwa sababu furaha na amani ni vitu viwili tofauti. Lakini ananipa furaha na nini? Na amani ya moyo. Akishanipa hivyo, mimi kazi yangu ni kumhudumia na kumfanya awe vizuri kila siku.